jinsi ya kuweza kukamua maziwa au namna gani ambavyo mama anapaswa kuzingatia namna ya kukamua maziwa ambayo kwa inaweza ikawa msaada na kuepukana na changamoto ambazo zinaweza kujitokeza wakati kukamua maziwa. Ni vitu gani ambavyo mama anapaswa kuzingatia, au ni vitu gani ambavyo wewe kama utahusika moja kwa moja kwa kumshauri mama kuweza kukamua maziwa, ni vitu gani ambavyo unapaswa kuzingatia? Au kama unaweza kuwa ni mwenza wake na uko naye nyumbani mama na umesikiza video hii, ni vitu gani ambavyo unapaswa kuvifahamu na kuweza kumsaidia mama pale ambapo utamuona kama anakamua maziwa anaenda ndivyo sivyo, au unatamani kumsaidia kukamua maziwa? Ni vitu gani ambavyo unapaswa kuzingatia na kumfanya mama kuweza kupata na changamoto wakati wa kukamua maziwa, au asikutane na changamoto wakati wa kukamua maziwa, au isilete shida baada ya kukamua maziwa kutokana na namna ambavyo utampatia mtoto maziwa yako. Utaenda kujifunza, kufuatilia video hii mpaka mwisho, au subscribe nitakapotoa darasa hili kwa upana zaidi, ambapo jamii na wao tutaenda kujifunza namna ya kukamua maziwa na vitu vya kuzingatia pale ambapo utaamua kukamua maziwa utakapokuwa nyumbani au utakapokuwa eneo la hospitali, ambapo kwa inaweza kama msaada na kukufanya kuwa katika watu ambao ni maarifa na kuweza kuwafundisha wengine namna ya kukamua maziwa na kukufanya kuwa bora. Au kama wewe ni mama, basi mtoto wako atakuwa kwenye vigezo au atakuwa anaelewa na mama ambaye atakuwa na taaluma namna ya kukamua maziwa akiwa nyumbani au akiwa eneo la hospitali, na namna ya kumpatia mtoto maziwa. Vyema kaendelea kufuatilia channel hii kwa kusubscribe na kupata taarifa mpya kila utakapotoa hilo darasa au kufuatilia madarasa mbalimbali na kufungua, sio kusubscribe na kuacha. Wengi mnafungua au mnasubscribe na kuacha, lakini ukifuatilia utajua namna ambavyo unaweza kujikomboa. Lakini kama unaona unashindwa, basi ni vyema kumwalika rafiki yako au ndugu yako kufuatilia na kuweza kujifunza na kumfanya kuwa salama kipindi chote.